Sasa huu ndio wakati wa nchi kuchanua. Tanzania ndio wakati wake wa utukufu kuonekana. Huu ndio wakati wa Bwana Tanzania kuyatimiza maneno ya unabii ambayo amekuwa akiyafunua kwa manabii wa nchi hii na watumishi wa nchi hii na manabii wa nchi zingine na watumishi wa nchi na mataifa mengine. Lakini chaki, Mungu alipoanza kuruhusu hizo njia, tumekwama. Mimi nakwambia tumekwama. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, damu ya Habili ilipokuwa inamwagika, maneno aliyokuwa anayatamka yalikuwa ni ya kilio cha kupata haki, kwa sababu anaonewa bila sababu. Hakujua alikuwa ametolewa sadaka kwa picha ya Kristo. Hakujua hilo. Kwa hiyo alipoanguka na damu yake ikaambatana ikiwa inataka haki. Kwa hiyo Yesu wakati anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, damu ya Yesu inanena mema, maana yake ilimwagika kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hiyo wenye dhambi wakionekana duniani wameongezeka, Mungu huruhusu nyakati zilizobeba matukio na uchungu ndani yake, ili wenye haki wasione hizo nyakati kwa ajili ya wenye dhambi, ili Mungu anapojifunua kwao ajifunue ili kuwatumia wasimame kwa ajili ya wenye dhambi. Mtu mmoja, Biblia inasema hiyo sura 20 inasema hivi, alitoka kwenda mahali shambani upande wa Benjamin kwenda kulima. Alipofika kule akiwa na mke wake, jua lilipokuchwa akasema acha niingie kwa ndugu yangu hapa. Akaingia hapo usiku. Biblia inasema vijana wa mji ule wakaingia katika hiyo nyumba, wakamwambia yule mwenyeji, tunamtaka yule mgeni na mke wake tumjue, manake wambake. Lakini yule mzee akasema, nina mabinti zangu ambao hawajawajua waume, nitawapa hao muwatendee kila mnachokitaka. Lakini kwa kuwa huu uovu ulikuwa umeruhusiwa na Bwana kwa sababu ya Israeli au kanisa lake kuamdama miungu mingine, yule baba akasema wape mke. Akawatolea mke. Biblia inasema hivi, wakamtenda, wakamtweza nguvu, naye wakamtenda tangu usiku mpaka asubuhi. Maana yake wakambaka mpaka akafa. Yule baba akamkatakata vipande 12 sawa sawa na makabila 12 ya Israeli. Akampeleka upande wa Israeli, akamzungusha mji mzima. Wazee wa mji walipomwona wakamshika, wakamwambia, nini kitu hiki? Unatenda jambo gani katikati ya huu uovu? Akawaambia, ndugu zangu Benjamini wamefanya jambo hili. Ndipo wazee wa Israeli wakaenda upande wa Benjamini waliotenda maovu, wakawaambia, tupeni hao watu. Wakasema no, cheki, Waisraeli wenye haki walikuwa na haki kweli kabisa, ila kuna kitu nataka nikuonyesha hapa ambacho ndicho kinamkera Mungu wakati huu. Walipokwenda, Biblia inasema hivi, wakaandaa vita Waisraeli ili wapambane na wauaji wana wa Benjamini. Walipoviandaa vita, wakalibeba tukio lililokuja na uchungu ndani yao, lakini ndani yake limebeba utukufu, ila wakakosea kuomba. Wakaenda kwa Mungu wakiwa wametengeneza tukio la vita kwa wenye dhambi. Walipokwenda, wakaenda kumwomba Mungu kwa kuliandama tukio na uchungu waliokuwa nao mioyoni mwao. Sasa nisikie, Mungu akawajibu. Cheki kilichotokea. Maana na nyinyi mmeiga hivyo, mmeshindwa kujua kwamba Yesu alisema nyakati hizi zitakuwa nyakati zipi. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 9:1. Lakini yeye aliyekuwa katika ziki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa
tukufu karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordan, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara, kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake, na gongo la bega lake na fimbo yake, yeye aliyemwonea kama katika siku ya Midian. Isaya 65. Watu wasionitaka wananiuliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Na niliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu, nitazameni, nitazameni mchana kutwa. Nimewanyoshea mkono wangu, nimewanyoshea mikono yangu watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakaifuata mawazo yao wenyewe. Watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima, wakitoa zabihu katika bustani zao na kufukiza uvumba juu ya matofali. Waketio kati ya makaburi na kurara katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinichukizavyo katika vyombo vyao. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuone kitu ambacho Mungu amekifunua duniani. Kwa nini Yesu hakufa kwa ajili ya wenye haki? Ili neno rahisi sana. Neno rahisi sana, ila lina ujumbe mzito ndani yake. Kwa nini Yesu hakufa kwa ajili ya wenye haki? Kwa sababu wakosaji wamehukumiwa kufa. Kwa hiyo Yesu akafa kwa waliohukumiwa kufa, sio wenye haki. Sio wenye haki. Wenye haki wasipoyatambua majira ya Bwana, watakuwa na kosa kama kosa la ndugu zetu Israeli wakati wa Yoshua na waamuzi. Kama kanisa, au niseme hivyo, kanisa lisipotambua nyakati za Mungu kwa majira haya,
kwa sababu nyakati za Mungu huwa zinakuja na uchungu. Ili waliowekwa duniani wazitambue hizo nyakati. Nasema hivi, nyakati za Mungu zenye kudhihirisha utukufu wake huwa zikiwadia, majira yake yakiwadia, huwa yamebeba uchungu na matukio ndani yake, ili waliopewa nafasi na Mungu wasimame kwenye hizo nyakati bila kuangalia uchungu uliobebwa na hizo nyakati. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, bila kuangalia matukio yaliyoko ndani ya hizo nyakati. Jambo la tatu, bila kuangalia nani aliyebeba hayo matukio. Sasa nataka nikuonyeshe kitu hapa. Kuna kitu ambacho Mungu kinamhuzunisha watu wa Mungu kuomba kwa matukio. Wamebeba matukio kama agenda ya Mungu kuwasaidia. Sasa mimi nimetumwa kwako ili nikufundishe, nikuonyeshe hayo matukio uliyoyabeba kama agenda yalivyobeba utukufu wa Mungu ulioko ndani ya uchungu na hayo matukio. Kwa hiyo lazima ujue kilichoko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia Mathayo sura ya pili. Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza inasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za Mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. 3. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika
majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Sasa angalia ule mstari wa 7. Inasema hivi: kisha Herode akawaita wale majusi kwa faragani, akipata kwao hakika ya muda tangu alipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili nami niende nikamsujudie. Asangalia ule mstari wa 16. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amezihakiwa na wale wa mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu kuwaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia, akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Sasa unisikilize. Wakati Yesu ndo anazaliwa, analeta wokovu duniani, utukufu wa Mungu uonekane duniani, watu waishi katika haki, ni imani na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Cheki kilichotokea wakati Yesu ndo ameonekana au ndo amezaliwa. Kitu cha kwanza kilichoonekana sio furaha kwenye nchi ya Israeli. Ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya Yesu kuzaliwa, ilionekana huzuni kwa mtawala aliyekuweko wakati huo na kwa watu wote waliokuweko. Angalia Biblia inavyosema. Inasema hivi: basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pamoja naye ikafadhaika. Jambo la pili. Jambo la tatu kilichotokea, yalitokea maumivu na uchungu uliokuwa umebebwa na zile nyakati alizokuwa anazaliwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, kama kulikuweko wana maombi wakati wa kuzaliwa Yesu, unaweza kaelewa walichokuwa wamekibeba kwenye mioyo baada ya mfalme Herode kuchukua hatua ya kuua wale watoto wachanga, si ndio? Sasa unisikilize. Wakati wanaomba ili Mungu apambane na Herode, hakupambana naye. Bwana Yesu asifiwe. Unasikiliza vizuri, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinamkera Mungu
kwa wenye haki. Yani naposema wenye haki, kanisa kinamkera sana kuwaona wenye haki wamebeba matukio ya nyakati zilizomo bila kujua hayo matukio kwa nini yamekuja. Halafu ndo tumeyafanya kuwa agenda za ibada makanisani na kumwamuru Mungu aingie kwenye matukio, kushughulikia matukio. Huwa hafanyagi hicho kitu. Kama wewe kweli ni msomaji wa Biblia na umezamiria kumtumikia Yesu kwa roho na kweli, angalia, huwa hafanyagi hicho kitu. Ila ukitaka kwamba awe Mungu kwa ushabiki, unaweza ukapinga hiki kitu. Ila mimi wewe nisikilize tu, ufuatilie hiki, utaelewa. Kuna unabii ulitolewa na Yeremia wakati Mungu anamfunulia Yeremia na kizazi kilichokuweko wakati wa Yeremia. Alifunuliwa habari za kuzaliwa kwa Yesu zitakavyokuwa zinakuja, zimebeba uchungu, zimebeba matukio. Kwa hiyo watu wasiangalie yale matukio na kuangalia ule uchungu ulioingia wakati huo wa Yesu kuzaliwa. Waangalie kile kilichokuja kimebeba ni kitu gani kinatafutwa ndani ya huo uchungu, ili wana wa Israeli wasifuatishe huo uchungu na hayo matukio yanaendelea, bali wakifuate kilichokuja kimebeba huo uchungu, ili wamuone Mungu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwemo ndani ya Yesu Kristo. Maana Yesu anasema Baba ndani yangu na mimi ndani yake. Sasa Yesu alikuwa ndani ya Mungu na Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Sasa Yesu wakati anatokea, kilichotokea katika taifa la Israeli, kulitokea uchungu na matukio yaliyokuweko ndani ya huo wakati, yakaambatana na Yesu na Mungu aliyokuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo Waisraeli walipokuwa wakipambana na matukio ya Herode, maana yake walikuwa na muacha Yesu aliye ndani ya Mungu na Mungu aliye ndani ya Yesu, ndani ya matukio na uchungu ulioingia. Kwa hiyo wakashughulikia uchungu na matukio, wakamkosa Yesu, akaingia kwa mataifa. Nasema hivi, kuna kitu hapa nataka tukielewe vizuri. Tutaona katika habari za siku za mwisho. Habari za siku za mwisho, Yesu alitabiri nini? Kutakuweko ziki, kutakuweko matetemeko, kutakuweko njaa, kutakuweko kuchukiana, kutakuweko kusalitiana, mtakuwa wa kukataliwa, mtakuwa kwa kuchukiwa na mataifa kwa ajili ya jina langu. Sasa angalia, zile nyakati zinapoingia, watu wasipozijua, wanaweza wakapoteza muda tu. Tunaenda sawa sawa. Sicheki. Huu wakati ni wakati wa utukufu kuonekana. Sasa ngoja nikupeleke hapa Isaya nilipoanzia ili unielewe vizuri. Isaya 65. Isaya 65 mstari wa kwanza inasema, watu wasionitaka wanauliza habari zangu, nimeonekana na hao
wasionitafuta. Na aliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu, nitazameni mchana kutwa. Nimewanyoshea mikono yangu watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakifuata mawazo yao wenyewe. Wakifuata mawazo yao wenyewe. Sasa unisikilize. Angalia hapa. Luka 22. Luka 22. Kuna vitu ambavyo nataka nivizungumze, vinaweza vikakukera wewe unayenisikiliza, uliye upande wa haki. Lakini Roho Mtakatifu akufunulie na Mungu akujulishe hiki ninachokisema. Angalia Luka 22 mstari wa 20. Nasema hivi: kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Mathayo, ngoja tuione na yenyewe inasema nini. Mathayo sura ya 27. Mathayo sura 27. Ule mstari wa 41 au tuanzia 40. Unasema hivi: ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamzihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, uliokoa wengine, hawezi ukajiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na muokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. 45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza kuu, palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, akisema, Elohim, Eloi, Eloi, lama sabakitani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akakata roho yake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, wakati Yesu akiwa msalabani, alisema hivi: Baba, wasamehe maana hawajui wasemalo. Tuko sawa sawa? Sasa yale maneno yakatangaza msamaha kwa wabaya waliomwinukia Yesu. Tuko pamoja? Halafu Luka inasema hivi: hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Halafu Isaya sura ya 9 inasema hivi: watu wasionitaka, wasioniuliza, nami nimejulikana kwao. Anasema hivyo, si ndio? Sasa unisikilize. Wakati Habili anakufa, alikufa, ndiye alikuwa mtu wa kwanza kumwaga damu kwa mfano wa Yesu Kristo katika uzao wa Adamu. Tunaenda pamoja? Sasa Mungu alimtoa Habili sio aishi. Najua utashangaa, ila wewe sikiliza tu, utanielewa vizuri huku nako niliko. Wakati Mungu amemtoa Habili, hakumtoa Habili ili aishi. Alimtoa Habili ili afe. Maana amepata kibali kwa Mungu kwa ajili ya wenye dhambi. Ngoja nirudie. Watu waliokufa katika Mungu ni wawili tu ndio waliokufa. Hao wengine wote walilala. Kasome maandiko. Biblia inasema hivi: Mungu akawa anamwambia Ibrahim, utalala pamoja na baba zako. Danieli naye akaambiwa, utalala pamoja na baba zako. Daudi naye akaambiwa, utalala pamoja na baba zako. Kila mtu aliyokuwa amemaliza kazi yake alikuwa analala. Na sisi tunapomaliza kazi yetu tunalala katika Kristo, si ndio? Sasa nisikilize. Ninaposema watu waliokufa, ni watu waliouliwa na wenye dhambi. Ni wawili katika Mungu. Wa kwanza ni Habili, wa pili ni Yesu. Sasa nisikie, kwa nini damu ya Habili imelinganishwa na damu ya Yesu? Lengo la Mungu ndani ya Habili lilikuwa ni lipi, na lengo la Mungu ndani ya Yesu lilikuwa ni lipi? Sasa nisikilize. Sasa cheki. Baada ya Habili kumwaga damu yake, ile damu yake haikufanya kazi kama ilivyokuwa inatakiwa. Damu ya Habili ilisimama kuhukumu yule aliyesababisha imwagike.
Lakini aliyesababisha kumwaga damu akapewa ulinzi. Manake Mungu akawa upande wa Kaini. Ili ngoja nirudie, kwa sababu tunakokwenda ni mbali. Sasa ili uelewe, ni lazima uelewe huku. Angalia, kwa nini Mungu hakumwambia Habili kwamba unaenda kufa? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua nia ya Kaini. Yaani kwa nini Mungu hakumwambia Habili aliyepata kibali kwa Mungu? Kwa nini hakumwambia? Ndiyo maana angalia, baada ya Habili kufa, Seti alipozaliwa hakusimamisha madhabahu. Kasome, hakusimamisha madhabahu, ijapokuwa alipata nafasi kwa Mungu. Madhabahu inakuja kusimamishwa na Nuhu. Toka Habili, Nuhu anakuja kusimamisha madhabahu. Kutoka Nuhu, Ibrahimu ndo anaanza mpaka leo, si ndio? Sasa unisikilize. Habili aliletwa ili Mungu asimamia ajenda za ulimwengu ndani ya Habili, ili watu wote watakaokuwa wanazaliwa wasaliwe katika mkondo wa kumfuata Habili alichokifanya, akakubaliwa. Kwa hiyo watu wote watakubaliwa. Ndiyo maana alipofeli, damu yake ilipomwagika, ikadai kisasi, ikadai hukumu. Sasa cheki, ilipodai hukumu, yule aliyekuwa anatakiwa kuhukumiwa akapewa ulinzi ili aje apate msaada. Kasome maandiko. Mungu anamuuliza Kaini, ndugu yako damu yake inanililia. Maana yake inadai kisasi, inadai haki, kwa sababu umemwaga. Kwa nini ilidai kisasi? Maana ile damu na maneno yaliyoambatanishwa yakadai hukumu ndani ya damu ya Habili. Kwa hiyo aliyedaiwa kuuawa akapewa nafasi, akalindwa. Biblia inasema Mungu akampiga alama Kaini, akasema atakayemuua Kaini atalipizwa mara 7. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kaini amemuua mwenye haki, kwa hiyo inabidi naye aadhibiwe. Lakini Mungu akaweka ulinzi. Kwa hiyo maana yake akawa upande wa Kaini, ili Kaini apate msaada. Watu watasema hii haiwezekani. Ngoja nikuonyeshe kitu. Ngoja nikuonyeshe kitu. Angalia, aliyeanza kupeleka sadaka alikuwa Kaini. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ngoja tupasome. Aliyeanza kwenda kuabudu alikuwa Kaini, na Mungu aliacha makusudi ili Kaini asipate hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Biblia inasema hivi, Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. 4. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa mnyama
wa mnyama wake na sehemu zilizonona za wanyama, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake Kaini. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akakazabika sana, uso wake ukakunjamana. Sasa angalia, aliyetangulia kwenda kuabudu hakujua namna ya kuabudu. Mungu anatafuta kuabudiwaje. Halafu jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, Habili akaiunganisha ibada ya kwanza iliyofanyika Eden siku dhambi ilipoingia kwa mwanadamu. Habili akaiunganisha hiyo ibada kulisimamisha agano. Alichokuwa anahuisha ni kulisimamisha agano la damu ili liwe hai, ili wenye dhambi wote walifuata hilo agano, ili waishi na wamfikie Mungu. Tuko sawa sawa? Sijaki. Kwa hiyo kama Habili alichukua sadaka ya damu akamwaga damu kama sadaka, maana yake alikuwa analihuisha agano, maana ndiye mwanadamu wa kwanza kumwaga damu ya mnyama kama sadaka. Ndiyo Mungu alifanya hiyo agano wakati Adamu amekuwa uchi. Biblia inasema Mungu akachinja mnyama akamvika Adamu ngozi ya huyo mnyama. Maana yake alikuwa anamwaga damu kama ishara ya agano itakalowasimamia wanadamu kuja kuokolewa baadaye. Kwa hiyo katika uzao wa Adamu akatolewa mtoto aliyelihuisha agano hilo kwa wanyama aliyowatoa kama sadaka. Kwa hiyo sasa Kaini akapewa nafasi kwa Habili ili yeye dhambi yake iokolewe kutoka kwenye agano la damu lililoanzishwa na Habili. Kwa hiyo Habili akawa mwanadamu wa kwanza kumwagika damu kabla hajamwaga damu. Nasema hivi, narudia tena, nasema hivi, kabla Habili hajafa, alikufa kabla hajafa. Ngoja nirudie. Wanyama waliokuwa wanatolewa sadaka wakati wa Israeli ilikuwa ni ishara ya Kristo kuja. Maana yake ni damu ya Yesu kumwagika. Maana yake wale wanyama walikuwa ni Kristo anatolewa sadaka, si ndio? Kwa hiyo Yesu alikufa kabla hajafa. Sasa angalia, Habili naye akatolewa sadaka na Mungu ili awe asimame kuwa wa kwanza katika Yesu, ili kwamba kama Habili angefaulu, damu yake ikanena mema, pengine mpaka sasa hivi Yesu pengine angekuwa hajaja. Pengine, ninasema hivyo kwa nazaria, pengine.
Kwa nini? Ngoja nikufunulie hapa. Reko. Sijui kama mnanielewa vizuri wana wa Mungu. Mimi naomba unielewe vizuri, kwa sababu usipoelewa itakusumbua sana. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 23 na 20 na 24 unasema hivi: mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. 24 na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Angalia sasa, unaweza kanielewa kwamba katika Mungu walikufa wawili tu waliomwaga damu. Angalia damu zao zilimwagwa na nani? Na wenye dhambi. Sasa cheki, damu ya Habili ilipomwagika ikadai kisasi. Mungu akasema inabidi Habili aje aokolewe na yeye. Mungu akaanzisha mpango. Sasa Yesu inabidi atokee. Tuko sawa sawa? Kwa sababu ibada ya Kaini imekataliwa, na Mungu alimtengeneza Kaini kutoka katika uzao wa Adamu. Watu wawili wakatokea, mtu wa kwanza Kaini, mtu wa pili Habili. Kwa hiyo mtu wa kwanza akawekwa kwa picha kama dhambi, mtu wa pili akawekwa kwa picha kama mwokozi. Tuko sawa sawa? Sasa cheki, alipoferi aliyepewa kama picha ya kuwa mwokozi kwa ajili ya mwenye dhambi, mwenye dhambi akapewa ulinzi alindwe mpaka wokovu utakapomfikiria. Unanisikia nasikia nasema hivi? Swali linakuja hivi: kwa nini Mungu alijiapisha kumlinda Kaini, mtu asiyefaa? Sasa nafikiri hapa utakuwa umenielewa. Ngoja nihame sasa. Hapa na hama. Tuko sawa sawa? Ngoja nirudi hapa. Wakati Yesu anasema wasamehe, maneno ya Yesu na damu yake vilichangamana vikawa kitu kimoja. Maneno yakawataka wenye dhambi kuhurumiwa, halafu damu ikawashuhudia na kuwanenea mema, ikiwataka kuja kwenye wokovu ili wayaache matendo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, damu ya Habili ilipokuwa inamwagika, maneno aliyokuwa anayatamka yalikuwa ni ya kilio cha kupata haki, kwa sababu anaonewa bila sababu. Hakujua alikuwa ametolewa sadaka kwa picha ya Kristo, hakujua hilo. Kwa hiyo alipoanguka na damu yake ikaambatana ikiwa inataka haki. Kwa hiyo Yesu wakati anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, damu ya Yesu inanena mema, maana yake ilimwagika kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hiyo wenye dhambi wakionekana duniani wameongezeka, Mungu huruhusu nyakati zilizobeba matukio na uchungu ndani yake, ili wenye haki wasione hizo nyakati kwa ajili ya wenye dhambi, ili Mungu anapojifunua kwao ajifunue ili kuwatumia wasimame kwa ajili ya wenye dhambi.
Mjanielewa? Ngoja nije hapa. Waamuzi 20. Nikufunulia hapa. Unaweza ukaelewa kitu ninachokisema. Kwa sababu kitu pengine maneno yangu ni magumu kidogo, lakini ngoja nikuwekea hapa. Kabla sitasoma mstari yote sana, ila tu ngoja nikuonyeshe hiki kisa kwa kurukaruka. Angalia, kuna kisa kimoja kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipomkosea Mungu, aliwaambia wabomoe madhabahu. Ukisoma Waamuzi sura ya kwanza, sura ya pili, mstari wa kwanza, inaeleza hizo habari. Utasoma Waamuzi sura ya pili mstari wa kwanza, utaelewa hizo habari. Wakati malaika, ngoja nikusomee tu maana ili turahisishe mambo, ili wewe usihangaike kusoma, unisikilize utakapokuwa unasikiliza. Sura ya pili mstari wa kwanza inasema hivi: kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda Bokimu, akasema, mimi naliwaleta ninyi mkwee juu kutoka nchi ya Misri, nami niliwaleta hata nchi niliyowapia baba zenu, nami nalisema mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi. Zibomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkusikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo mimi nalisema zaidi, mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa tanzi kwenu. Ikawa hapo huyo malaika wa Bwana aliponena maneno haya kuambia wana wa Israeli wote, ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia, nao wakaliita jina la mahali pale Bokimu, nao wakamchinjia Bwana sadaka huko. Sasa cheki, hawa watu walipewa maelekezo na Mungu, hawakutii. Sasa angalia, kwa kuwa walishindwa kutii, wakajikuta ile miungu, kwa sababu wameambiwa kuvunja, hawakuvunja. Sasa wakaambiwa hivi, hii miungu itakuwa tanzi kwenu. Biblia inasema wakatoa na sadaka. Kwa hiyo wakafanya kosa la pili. Walipofanya kosa la pili, manake walithibitisha yale maneno kisadaka kwamba hii miungu itakuwa tanzi kweli kwetu. Sasa cheki, ile sadaka ikaiandama ile miungu ambayo malaika alisema. Kwa hiyo mioyo yao ikawa imeshikamanishwa na ile sadaka. Maana Biblia inasema sadaka ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo wana wa Israeli walipotoa sadaka, maana yake ile sadaka haikwenda kwa Mungu, kwa sababu Mungu alichokuwa anataka wakifanye hawakukifanya. Kwa hiyo na yeye akaja kuambia, kwa sababu hawakufanya, basi amegairi kuwatoa wenyeji wa nchi waliokuwepo wao wenyewe. Tuko sawa sawa? Na miungu iliyokuwa inatakiwa kushughulikiwa na Mungu, na yenyewe akasitisha kuishughulikia. Kwa hiyo akaipa uharari wa kuwafunga na kuwatesa Wayahudi. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo walipokuwa wanatoa ile sadaka, walikuwa wanatoa kuipa uhalali miungu iwe katikati yao. Tuko pamoja? Sasa ile sadaka ilipokuwa ikinena mbele ya hiyo miungu, maana yake ilikuwa inawavuta wana wa Israeli kuja kwenye miungu ili waiabudu. Tuko pamoja? Sasa angalia, walipotembea wameenda, ilipofika sura ya 20, uovu ukaruhusiwa katikati ya kabila mbili, kabila la Israeli na kabila la Benjamini, mtu na mdogo wake. Mtu mmoja, Biblia inasema hiyo sura ya 20 inasema hivi,
alitoka kwenda mahali shambani upande wa Benjamin kwenda kulima. Alipofika kule akiwa na mke wake, jua lilipokuchwa akasema acha niingie kwa ndugu yangu hapa. Akaingia hapo usiku. Biblia inasema vijana wa mji ule wakaingia katika hiyo nyumba, wakamwambia yule mwenyeji, tunamtaka yule mgeni na mke wake tumjue, manake wambake. Lakini yule mzee akasema nina mabinti zangu ambao hawajawajua waume, nitawapa hao muwatendee kila mnachokitaka. Lakini kwa kuwa huu uovu ulikuwa umeruhusiwa na Bwana kwa sababu ya Israeli au kanisa lake kuandama miungu mingine, yule baba akasema wape mke. Akawatolea mke. Biblia inasema hivi, wakamtenda, wakamtweza nguvu, naye wakamtenda tangu usiku mpaka asubuhi. Maana yake wakambaka mpaka akafa. Yule baba akamkatakata vipande 12 sawa sawa na makabila 12 ya Israeli. Tuko sawa sawa? Akampeleka upande wa Israeli, akamzungusha mji mzima. Wazee wa mji walipomwona wakamshika, wakamwambia nini kitu hiki? Unatenda jambo gani katikati ya huu uovu? Akawaambia ndugu zangu Benjamini wamefanya jambo hili. Ndipo wazee wa Israeli wakaenda upande wa Benjamini waliotenda maovu, wakawaambia tupeni hao watu. Wakasema no. Cheki, Waisraeli wenye haki walikuwa na haki kweli kabisa, ila kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa ambacho ndicho kinamkera Mungu wakati huu. Sasa cheki, walipokwenda, Biblia inasema hivi, wakaandaa vita Waisraeli ili wapambane na wauaji wana wa Benjamini. Tuko sawa sawa? Sasa cheki, walipoviandaa vita, wakalibeba tukio lililokuja na uchungu ndani yao, lakini ndani yake limebeba utukufu, ila wakakosea kuomba. Wakaenda kwa Mungu wakiwa wametengeneza tukio la vita kwa wenye dhambi. Walipokwenda wakaenda kumwomba Mungu kwa kuliandama tukio na uchungu waliokuwa nao mioyoni mwao. Sasa nisikie, Mungu akawajibu. Cheki kilichotokea, maana na nyinyi mmeiga hivyo. Mmeshindwa kujua kwamba Yesu alisema nyakati hizi zitakuwa nyakati zipi. Sasa huu ndio wakati wa nchi kuchanua. Tanzania ndio wakati wake wa utukufu kuonekana. Huu ndio wakati wa Bwana Tanzania kuyatimiza maneno ya unabii ambayo amekuwa akiyafunua kwa manabii wa nchi hii na watumishi wa nchi hii na manabii wa nchi zingine na watumishi wa nchi na mataifa mengine. Lakini cheki, Mungu alipoanza kuruhusu hizo njia, tumekwama. Mimi nakwambia tumekwama. Tunashindana sisi kwa sisi na kuyatumia matukio kutengeneza ibada ya maombi kwa Mungu. Hafanyagi hicho kitu. Sasa angalia hawa ndugu zetu kilichowakuta. Ule mstari wa 17 Waamuzi 20 inasema hivi, nao watu wa Israeli mbali na hao Benjamini walihesabiwa kuwa ni watu waume 104,000 wenye kutumia upanga. Hao wote walikuwa ni watu wa vita. Basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Beseri, nao wakataka shauri kwa Mungu. Kwa nini walitaka shauri? Kwa sababu ya upumbavu waliofanya Benjamini. Kwa hiyo wakalibeba tukio wakaenda nalo kwa Mungu kuomba ili Mungu ashughulike na hao watu. Cheki Mungu alichokifanya. Cheki Mungu alichokifanya. Biblia inasema hivi,
wakataka shauri kwa Mungu wakisema, ni nani atakayekwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Maana yake tunaelewa kuna makabila 12. Kuna kabila la Yuda, kuna kabila la Dani, kuna kabila la nani, kabila la Benjamini, hivyo. Kwa hiyo Mungu akaliteua kabila la Yuda ndio liwe kiongozi kuongoza Waisraeli kwenda vitani, ili kupigana wao kwa wao, ndugu kwa ndugu. Hawakujua kwamba huo uovu umeruhusiwa na Mungu ili kumrudisha Israeli atubu, maana hakutubu. Siku ile malaika ametokea, hakutubu. Israeli hakutubu, bali alijihararisha kwa sadaka kwenye miungu. Mungu amekuwa akionya kanisa lake katika mataifa na katika nchi, lirudi, halitaki. Ametuma ujumbe wa kila aina kwa kanisa, akilionyesha watu wamegeuka mioyo yao, wameandama miungu mingine, wanamtumikia Mungu na kuitumikia miungu yao. Lakini kila waliposikia wanatukana yale maneno na ule unabii, na wengine wakapelekea kuwanyamazisha manabii makanisani mwao kwamba wanatabiri uongo. Angalia, waliponyamaza uovu karuhusiwa katikati yao. Angalia, uliporuhusiwa wakaubeba huo uovu kama tukio, wakamwendea Mungu. Cheki alichowafanya. Unawezaje kupambana na ndugu yako? Biblia inasema, waombeeni wanaowauzi, waombeeni wanaowaonea. Ione nafsi ya mwenzio ni bora kuliko ya kwako. Sangalia, ukiona nafsi ya huyo akoseaye kuwa ni mkosaji, ukamtukana, awe rais wako, awe kiongozi wako, awe yoyote yule, maana yake ni kuonyesha sasa nilichoambiwa, unakuwa umejitukana wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako ni kama nafsi yake. Kwa hiyo nafsi yake ni nafsi yako. Kwa hiyo ukimtukana rais wako, umejitukana wewe. Moja hiyo. Mbili, ukimtukana ndugu yako kwa sababu amekuuzi, maana yake umemtukana yeye aliyemfanya kwa mfano kama wewe. Haya ndio mimi niliambiwa. Sasa hili ndio kosa walilolifanya Wayahudi. Cheki Mungu alivyowajibu. Akawajibu hivi. Mungu akasema, Mungu wakasema, ni nani atakaye kwenda vitani kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Basi 19, basi wana wa Israeli wakaondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili wapigane na Benjamini, nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benjamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Angalia, waliouliza, yani walioenda kwenye maombi wakapigwa. Soma hayo maandiko hapo. Hawakujua kwamba Mungu alikuwa ametunza hasira waliomsumbua jangwani miaka 40. Cha pili, amewatunzia siku moja awazibu kwa kutokutii neno lake aliloagiza. Sasa ulipoinuka uovu, kilichotokea, hawakwenda kwa Mungu kutubu kwanza, walienda kwa Mungu kupambana kwanza, wakashindwa. Angalia Biblia inavyosema, inasema hivi, ule mstari
wa 22. Lakini watu hao wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili. Mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza, wana wa Israeli walikwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupigana vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Kumbe alikuwa anajua ni ndugu yake. Bwana akasema, haya, koeni mwende mkapigane naye. Hawakujua kwamba mkosaji huandikiwa wokovu, mkosaji huandikiwa rehema. Wenye dhambi unawaona duniani kwa sasa hivi wanaonekana kama kitu hawafai, wanatenda matukio yasiyopasa yanayosababisha pengine kutengeneza hofu katikati ya jamii. Cheki, Mungu yuko upande wao wakati huu, anawatafuta wenye haki watakaolijua kusudi la Bwana ili hao nao waokolewe. Maana Biblia inasema Mungu hapendi hata mmoja mwenye dhambi apotee. Kwa hiyo ni wakati wa sahihi kujua majira na nyakati, ili wana wa Mungu wamwendee Bwana kutaka shauri kwake, ili Mungu azihirisha utukufu wake aliyousema. Kama Mungu ataivuruga nchi, ujue maana yake amekuwa muongo, kwa sababu amesema hivi, yeye ameichagua nchi kuwa utukufu kwa mataifa. Kwa hiyo kama nchi ameichagua kwa utukufu kwa mataifa, uelewe kwamba hii ndiyo saa yake, anawatafuta watu wenye ufahamu. Kwa hiyo kama Mungu hajawahi kuwa uongo, kwa nini sasa sisi tuna hofu kubwa namna hii, na tumetengeneza hofu na kutengeneza matukio kumwendea Mungu kama ibada ili aje ashiriki matukio? Mungu hayuko hivyo, wapendwa. Mungu kwa wakati huu unapokuja, huwa lazima kuje uchungu ndani yake. Kama uulize Danieli, uli utukufu wa Mungu ulipotaka kutokea Babeli, kitu gani kilitokea? Danieli alipotaka kuingizwa kwenye hiyo hali, upanga wa Nebukadneza ulimfuata ili wenye hekima wote wafe. Lakini alipojua, akaenda kuomba muda kumtafuta Mungu sababu ya hayo yote. Mungu akamfunulia. Mungu alipomfunulia, Nebukadneza hakupiga magoti kwa Mungu. Baada ya tafasiri ya ndoto, Nebukadneza hakupiga magoti kwa Mungu, alipiga magoti kwa Danieli. Mungu akasema bado. Akaruhusu uchungu. Nebukadneza akatengeneza sanamu ili watu wote waliabudu. Watu watatu wakagoma, Meshaki, Abednego, Shadraka. Tunazijua sana hizo habari, ila hatujuagi sababu ya hizo habari. Biblia inasema hivi, wakaingizwa kwenye tanuru la moto. Walipoingizwa, ndipo nia ya Mungu ndani ya huo uchungu ikatokea. Mataifa yote yaliyokuwa katika hiyo nchi wakaambiwa wamsujudie Mungu wa Meshaki na Abednego na Shadraka. Nebukadneza hakusujudu. Mungu akasema bado. Sasa mimi sio somo langu, nitakuja tu nikuonyesha baadaye, na kuonyesha vipengele vilivyopita kwenye Biblia wakati Mungu anapotaka kutimiliza ahadi zake kwa nchi zilizoko duniani. Sasa angalia, hawa watu wakaviandaa tena vita mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, mstari wa 23, wana wa Israeli wakakwea juu kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupigana vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweeni mwende mkapigane naye. 24, basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini siku ya pili. Benjamini akatoka kupigana nao toka Gibea siku ya pili, wakaangamiza hata nchi watu 18,000 tena katika Israeli, katika watu wa Israeli siku hiyo. Kwa hiyo jumla wakafa watu 40,000, sawa sawa na miaka 40 jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, ilipokamilika hesabu aliyokuwa anaitaka Mungu kwa uasi na ukaidi waliokuwa nao, Mungu akawaletea nia ya kutubu. Tunaenda sawa sawa? Akawaletea nia ya kutubu. Angalia mstari wa 26, unasema hivi,
Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea kwenda Beseri na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa za dhambi. Angalia, sadaka ya kuteketezwa maana yake ilikuwa ni kujitakasa dhambi, ni toba. Unaona walikopelekwa sio kupigana kwanza, maana yake watubu. Kilichofungua mlango huo uovu kaingia katikati yao, kwa sababu wameandama miungu ya wenyeji wa nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Maana yake sadaka ya amani wakubaliwe. Tusangalie. Kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo, na Finehasi mwana wa Eliezeri mwana wa Haruni alikuwa akisimama mbele ya hilo sanduku siku hizo, wakisema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamini ndugu yangu, au niache? Bwana akasema, akawaambia, haya kwaeni, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mikononi mwenu. Angalia. Kwa hiyo sasa, unisikie vizuri, walipotengeneza njia zao na kukubaliwa na Mungu kama taifa au kama kanisa, chiki kilichotokea, Mungu akamwachia adui yao. Unasikia ninachokisema? Nasema hivi, wakati wana wa Israeli wanatengeneza yale matukio kumwendea Mungu, Mungu yuko upande wa Benjamini mkosaji. Kasome. Anaposema nitamtoa, maana yake alikuwa naye. Sasa Biblia inasema katika Isaya, watu wasioniulizia na kunitafuta nimejulikana kwao. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya wenye dhambi. Huu ndio wakati wa wenye dhambi kulijua jina la Bwana wa majeshi, kumjua Yesu Kristo, kuzijua njia za Bwana. Huu ndio wakati wa neema ya Yesu kufunuliwa. Huu ndio wakati wa nuru kwa mataifa kuipokea. Huu ndio wakati wa Tanzania kuchanua. Huu ndio wakati, ni kama mizaa fulani hivi, ni kama ninapokuyanena namna hii, unaweza ukafikiri ni kwamba yaliyoko mbele yako ni kana kwamba yanafurahia. No, lakini ni saa za Bwana katika uchungu, ili wamtafutao wageuke njia zao. Kwa hiyo wakati huu analitaka kanisa, maana limejichanganya rohoni. Haliko rohoni kama anavyotaka, liko mwilini, linaishi kimwili. Ndio maana dhambi ya uchungu iko ndani na hasira imetawala. Ndio maana tunamtafuta Mungu kwa matukio. Anataka kusema hivi, matukio yatupe na uchungu wache na hasira yache. Sasa geukia njia zako, jipime kwenye njia za Bwana na njia zako kama ziko sawa sawa. Kama haziko sawa sawa, tubuni, maana ni saa ya matengenezo kwa kanisa la Bwana, ili Mungu apate kuliijilia taifa kwa utukufu na heshima kubwa aliyoikusudia juu ya taifa hili na juu ya mataifa mengine. Lazima kanisa lirudi mahali pake wakati huu. Tubuni, Bwana amesema hivi, kaliambie kanisa litubu. Tengenezeni njia zenu, rudini magotini pa Bwana, mumwambie Bwana, tuambie mahali gani tumekukosea, ili tuweze kupatengeneza. Mahali gani tumeondoka, ili tuweze kurudi hapo. Mahali gani ambacho tumekiacha, ili Mungu tukirudie. Kitu gani tumekiangusha, ili Bwana tukichukue. Mungu tumekuasi, hatukusikilizi, tumepuuza maneno yako. Mungu tunaomba uturehemu. Lazima turudi njia zetu zilizoko mioyoni. Mioyo yetu imeigeukia miungu mingine. Hawa ndugu mioyo yao iligeuka na njia zao, kwa sababu walijifunga mpaka walipopigwa ndipo wakajua
No, tunapaswa kwenda Betheli kwanza bila vita. Ndio maana walipokwenda Betheli hawakwenda kuuliza, walienda kutubu. Biblia inasema wakasongeza sadaka za kuteketezwa. Maana yake wakatubu, wakamwambia Bwana, tumekosea, tunarudi kwa toba. Wakataka tena amani na Mungu tena upya, wakatoa sadaka za amani. Maana yake tunaomba utukubali kuwa sisi ni watu wako, ili ulisaidie taifa la kwako katika Israeli. Sangalia, walipomaliza namna hiyo, ndipo walipouliza kuhusu uovu wa Benjamini. Wakaambiwa kwamba nilikuwa upande wa Benjamini, kwa hiyo mlipokuwa mnakuja kwa matukio, mimi nilikuwa nawapiga kwa mkono wa Benjamini. Sangalia, kwa kuwa tumejihesabia haki, ndiyo maana Yesu akafa kwa ajili ya wenye dhambi. Umenielewa sasa? Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema hii. Nifuatisha maneno haya wewe ambaye unasema nimelisikia neno hili, limenichoma moyoni mwangu, limeingia kwenye mifupa. Ni kweli kabisa nimekuwa nikimwendea Mungu kwa matukio. Ni kweli kabisa nimekuwa nikimwendea Mungu kwa uchungu. Sasa fuatisha maneno haya ili utengeneze upya na Mungu. Upya. Hizi ni siku za mwisho. Yesu anarejea. Hizi ndizo nyakati za watu kuishi kwa tumaini na imani. Ndo hizi. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno hili ulilolifunua. Maana yake umeufunua moyo wangu na njia zangu umezipima, ukaziona zimepungua. Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakuomba unirehemu, unisamehe. Bwana Yesu, ninaomba unitakase moyo wangu, urejesha ufahamu ndani ya moyo wangu, rejesha ufahamu ndani ya akili zangu. Bwana Yesu, naomba leo kutengeneza upya na wewe, nirejee mahali pake, nirudi kwenye nafasi yangu, ili utukufu wako uijilie nchi, ili heshima yako ipate kukaa katika nchi. Bwana Mungu, ninakusihi Yesu, usinyamaze juu yangu, usifiche uso wako wala masikio yako usiyazibe. Mungu Baba, nipokee Yesu, unisamehe kabisa, unitakase njia zangu na utakase moyo wangu, utakase akili zangu na mawazo yangu yasiyofaa. Maana Bwana, nimewahukumu wenye dhambi, nikawahukumu wakosaji. Sikujua kwamba katika uchungu na mambo ya umizayo ni wewe unanitafuta mimi nipate kurejea. Bwana Mungu, kwa neno hili nimerejea sasa. Bwana Yesu, nipokee, unijaze nguvu upya, nijaze Roho Mtakatifu upya, nipate kukujua upya, nipate kukufuata upya, nipate kutembea na wewe upya, nikae katika njia zako, nishike hukumu zako, nishike amri zako, nishike na haki yako. Bwana Mungu, ninakuomba unisaidie, ondoa kila kilichoko ndani yangu. Chuki uiondoe, hasira iondoe, na uchungu uondoe. Bwana, nipe amani ndani ya moyo wangu, nipe upendo ndani ya moyo wangu, nijaze roho ya upendo ndani ya moyo wangu, ili niwapende wanaonekana hawafai, ili wewe Bwana kwa pendo hilo upate kuwasaidia na kuwaokoa wasirudie njia za haki katika Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu nisaidie kurejea upya, nisaidie mimi moyo wangu rejee, niwe na amani kwako, nikubaliwe, nipe kibali Bwana, katika jina la Yesu. Sasa kwa kuwa umetubu namna hiyo,
na jinsi endelea kuomba, kuna nguvu iko juu yako. Kuna nguvu iko juu yako. Hata kama kulikuwa na magonjwa yalikuwa yamekufunika kwa sababu ya uchungu na hasira na kutokusamehe na kutokuachilia, kwa sababu umeachilia, kwa sababu umesamehe waliokukosea, basi cheki, nguvu za Roho Mtakatifu ziko juu yako. Utashangaa unapokea nguvu, utashangaa unajazwa nguvu. Ulikuwa na maumivu, utashangaa yanatoweka, kwa sababu Bwana umemrudia upya, kama Israeli alivyoenda mbele za Bwana kutubu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neno hili la siku ya leo, kwa watu wako walioko kwa mataifa, lugha, jamaa na kabila na taifa, kila mahali ulimwenguni, kuanzia Tanzania na ulimwenguni kote, kwa mataifa yote. Yeyote aliyefuatisha sala hii na toba hii, Mungu, katika jina la Yesu, ninakuomba Baba, kama ulivyonituma kwa mataifa, kwamba saa ya utukufu wako ili kuonekana kwa mataifa na watu kufuata huo utukufu na heshima yako kuja katika mataifa na nchi, saa yake imefika. Mungu, katika jina la Yesu, unatutaka turudi, turejee katika njia yako, turejee katika haki yako, katika jina la Yesu. Msaidie huyu mama, msaidie huyu baba, msaidie huyu kiongozi, msaidie huyu kijana kwa jina la Yesu. Msaidie huyu binti kwa jina la Yesu, apate kurejea moyo wake, apate kurejea akili zake, apate kurejea njia zake kwa jina la Yesu Kristo. Huo uchungu utoweshwe ndani, huo uchungu utoweke ndani, hiyo hasira itoweke ndani, kutokuachilia kutoweke ndani. Nguvu za Roho mfunike Bwana, mfunike sasa, mfunike sasa, muhuishe tena, akakarejee katika njia zako. Bwana, ni saa ya kuzirejesha nchi katika njia zako. Hii ni saa ya kuwarejesha wafalme na watawala na marais walioko duniani. Hii ni saa ya kuwarejesha wanadamu wote wapate kuzijua njia zako, wote walioandikiwa ufalme. Mungu, katika jina la Yesu, huyo mtu anayeomba hapo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hizo nguvu za ufalme zimfunike, na ufalme wako upate kuja juu yake, na neema yako ipate kufunuliwa kwake, kwa jina la Yesu Kristo. Akafunguliwe, hata kama alikuwa amefungwa, afunguliwe, awe huru, awe huru. Nguvu zote za giza zilizokuwa zimepata nafasi kwa sababu ya chuki na moyo wake uliokuwa umejaa hasira, kwa jina la Yesu Kristo, zinatoweka, zinatoweka. Anafunguka, anafunguka, anakuwa huru, na Tanzania inachipuka ili yeye akawe sababu ya utukufu juu ya taifa hili, ili yeye akawe sababu ya amani juu ya taifa hili, ili yeye akawe sababu juu ya kufanikiwa kwa nchi hii na watu walioko ndani yake, na mataifa yote yaliyoko ulimwenguni, wao wakawe sababu. Huyu aliyoko kwenye nchi yake akawe sababu kwa ajili ya nchi yake, kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako uliyoiachilia sasa ulimwenguni na watu wako kukujilia, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi, kwa sababu umependezwa nasi ili tupate kurudi, tuwe uzao mteule na tuwe watu wako na haki yako, ili Bwana Mungu ujipate kujivunia kanisa lako kuwepo duniani na kwa nchi na kwa mataifa, katika jina la Yesu Kristo. Amen.